Upako wa Bwana uwe juu yenu. Ndakunda ijambo riri muri Matayo 6:27. Napenda neno ambalo liko katika kitabu cha Mathayo 6:27. Duhere ku murongo wa 25. Mathayo 6:27. Iryo ni Yesu yari tuanze mstari 25. Iryo ni Yesu yaribwiye intumwa zihebuwe. Hayo na mambo ambayo Yesu Kristo aliwaambia mitume wakati arababwira tamaa. Yesu arababwira. Yesu akawaambia, nice gituma ndababariye. Na ndio sababu nawaambieni, nimukiganyira amagara yanyu. Msisumbukie maisha yenu. Kuvyo muzorya cyangwa kuvyo muzonyo. Eti kwa chakula au chakunywa. Cyangwa umubiri wanyu kuvyo muzokwambara. Wa miili yenu kwa mavazi. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya. Je, maisha si zaidi ya chakula? Ngiro mwicaranye nga intumwa nizarwara zaguba zikomeye akababaza sasa mikrobi ritokaga. Intumwa nizarwara zaguma zikomeye. Mitume hawakuwa na ugonjwa, walikuwa nabaki tu wako vizuri, wako hai. Akababaza mikrobe zavuyeho. Walikuwa naulizana sasa mikrobe zimeondoka. Nimuzimwiganyire kuvyo muzorya nivyo muzonyo. Msije mkasumbuka kwa chakula au chakunywa. Cyangwa ivyo muzokwambara. Au kwa mavazi. Kubera mu buzima. Sababu katika maisha turakeneye vyinshi. Tunahitaji mambo mengi. Ariko ibindi byo vya mbere umurakeneye nuko harimwe abatarakena ngo bashike ku kanyuma ngo babibone. Umuntu akenera ibyarye n'ivyo yambara. Lakini haya ndio mambo ya kwanza ambayo tunahitaji. Ni kwa sababu kuna watu ambao hawajakuwa na umaskini kwa mpaka mwishoni. Imana yarigeze kumanura inkura ku bubosi, sigara nkeneye ivyo ndya n'ivyo nambara gusa. Mungu aliwahi kunishusha nikatoka kwenye ubosi nikajikuta nahitaji tu chakula na chakunywa tu. Kuvyo sigara nkeneye ivyo nikabaki tu na mtaji mambo kama hayo tu. Tunane mbega amagara ntaruta ivyo kurya bateza kuba bari bambaye n'aba bantu. Je, maisha si zaidi ya chakula? Inawezekana watu wao walikuwa na vazi vibaya. Cyangwa umubiri nturuta ivyambarwa. Wala mwili si zaidi ya mavazi. Umurongo wa 26 mstari wa 26. Ni murabe ibiguruka vyo mu kirere. Waangalieni ndege wangani. Muvyigeko. Muweze kufikiria juu ya hayo. Bifite ubwenge nk'ubwanyu bwo kubiba. Hayana akili kama za kwenu za kupanda. Ntibishwaburura. Hayo ama ndege hawavuni. Kandi ntivyimburira mu bigega. Na tena hao hawawezi kuvuna na weke garani. Ariko ijuru yarabiteguriye amababa iyo urimye murasangira. Lakini Baba mbinguni aliwaandalia mabao, mnapolima mnachangia. Bega mwebwe ni mubiruta cyane. Je, nyie si zaidi ya hao ndege? Ashaka kati kibazo kinyoni kibisiga Imana yacize mbere kugira ntizizopfe zitafunguye. Alitaka kuonyesha kwamba swala na ndege na njaa Mungu alirekebisha kabla hawaja kuwepo. Wasije kufa bila kula. Ntibitangaje ndiho kugira ngo tekana Isaya arabikoze. Irikira bitunganye. Sio ajabu mimi kukwambia kwamba wewe tulia, Mungu amekwisha kuyafanya. Mungu kuna yashirikia. Kama Mungu aliweza kufikia juu ya ndege. Urabona wewe nk'umwana w'umuntu yatoranyije yatoye izokureka gutyo. Unaona kama wewe vile kama mwanadamu ambaye Mungu alimteua atakuachia uende hivyo tu uende bure. Umurongo wa 27 mstari wa 27. Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya? Kuganya cyane nindazoshobozwa n'amaganya. Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake? Ninde yoshobozwa n'amaganya? Ni nani awezaye kujiongeza kimo chake kwa usumbufu, kwa mateso? Kwisumvya uko yoreha nk'ukuboko kumwe. Imana irakomeye cyane n'ukuboko kumwe irakora gusa. Mungu ni waajabu sana, hata kwa mkono mmoja anaweza kushughulika na kufanya. Mstari wa 28. Ikibaganyisha impuzu ni iki? Ni muraba amashurwe yo ku misozi ingena kura ntiyirirwa aratama ntajisha impuzu. Murongo wa 29. Ariko ndababwire yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe muri ayo mashurwe. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo maua. Yari karababwira bari bloke. Bari mu bihe bigoye. Walikuwa katika kipindi kigumu. Bariho barasenga bababaye intumwa. Walikuwa naomba wakiwa na huzuni mitume. Bamwe bari mu marira bandi bari kwiyumvira gutoroka. Wamoja walikuwa katika mateso, wengine walikuwa nafikiria kutoroka. Bariko baribaza ati ibintu turimo twahoraga turoba, twahoraga twikorera komasa. Ibintu tutaishi koma. Walikuwa najiuliza mambo ambayo tumeyemo, na wakati hapo hao walikuwa tunavua masamaki, tulikuwa tunajitumikia. Sasa katika mambo haya tutaishije? Bari borohewe mu mutima. Hawakuwa na rahisishwa katika mioyo yao. Barakekeranya. Walikuwa na mashaka. Ariko nawe yari karabaremesha. Lakini yeye naye alikuwa na wafariji. Abereka ubukomezi bw'Imana. Akiwaonyesha ukuu wa Mungu.
nagira nkubarire nataka nikwambie wowe ntago uri kimwe n'abisi. Wewe si sawasawa na watu wa kidunia. Ufite so mu ijuru akwitayeho cyane. Unaye baba mbinguni ambaye anakujali sana. Nubwo ubona abantu batakwitayeho ariko Imana irakwitayeho. Hata kama unaona kwamba watu hawakujali, Mungu huyo anakujali sana. Kuko iyo abitakwitayeho uba waraturubuye. Sababu Mungu asingelikuwa anakujali ungekuwa umegeuka kicha. Nigute nakubarijije nigute abavyeyi babo kwitaho uri umwana Imana ntikwiteho yoyo. Nimekwambia mwanzo ni aje watu wazazi wako wanaweza kujali ungali mtoto mdogo alafu babako wa mbinguni asije akakujali na wakati amekuteua. Nimekwambia kwamba wewe tulia, Mungu amekwisha kufanya kuyatenda. Ibyo wabwiye Imana byose yaravyumvise. Yale yote ambayo nilimwambia Mungu nimekwisha kuyasikia. Ije kubikora. Anakuja kutenda na kutimiza. Nibikene kubigira kumutwaro cyane. Hautaki uko anahitaji sana juu ya hayo. Imana yarashoboye kandi irahamba. Mungu wako anaweza tena ni mkuu. Birababaje. Inakusunikisha. Tumaze imyaka myinshi mu minsi yaheze twararaga ijoro dusenga. Tunamaliza miaka mingi kwa kipindi kilichopita tulikuwa tunalala mausiku tukiomba. Wanasubiri nyuma nkareba ibitabo bya kera. Na kwa narudia nyuma na tazama vitabu vya zamani vya kale. Bimwe twarabyinjiyemo. Bimoja tumekwisha kuviingia. Cyari gihe cy'amarira cyane. Ilikuwa ni kipindi cha machozi sana. Cyari gihe kigoye. Ilikuwa ni kipindi kigumu. Cyari gihe kigoye cy'amarira gose. Kwa ni kipindi kigumu cha machozi sana. Ariko iby'Imana yatubwiye ibi muri icyo gihe uno musi tubirimo. Lakini yale ambayo Mungu alituambia kwa kipindi kile kwa wakati huyu tunaishi. Nubu hari ibindi yatubariye. Na leo kuna mambo mengine ambayo alituambia. Birababaje kuba dufise agatabo k'amasezerano nabonye bamwe mugira agakarne kanyu. Inahuzunikisha kuona tuko na kitabu au cha ahadi. Niona mmoja wako na daftari hapa. Kandi ugasanga ufite agatabo k'amasezerano meza cyane. Na unajikuta uko na daftari kabisa la ahadi nzuri sana. Mugabo kama wangaje umutima kubera ibihuru kuracama. Lakini kila wakati moyo wako unazunguka kutokana na kipindi ambacho kunapitia. Kubera ivyo uri uhitiye. Kutokana na kipindi ambacho umepitia hapo nyuma. Kubera ivyo ubona. Kutokana yale yenye kunaona, kubera ivyo umva abantu, kutokana kwa yale nasikia kwa watu, bigatuma utarema. Alafu inafanya moyo wako ariko je kubwira rema, lakini nakuja kuambia wewe tulia, farijika. Imana yo mwijurije kubikora. Farijika na utulie sababu Mungu wako mbinguni anakuja kutimiza. Mungu dukomera amashi menshi cyane. Nikubali kupiga makofi mengi sana Mungu. Nduma shaka kugukura ikitero cy'ubwoba. Nataka nikutolee vita hili au kipigo hiki cha hofu. Kuko nikiraho gusa. Sababu iko hapo tu. Gifisi migambi kugutera gukekeranya amakuru y'Imana. Nina mpango na kusababisha kuwa na mashaka juu ya habari za Mungu. Amakuru meza wahawe n'Imana. Habari nzuri ambazo ulipewa na Mungu. Uyakekeranye. Uweze kuwa na mashaka. Ukorera Imana mu Mungu atankomeza ufisi. Bila kuwa na nguvu. Utakaza inkomezi z'Imana. Uweze kupoteza nguvu za Mungu. Kandi ayo makuru wayahawe n'Imana. Na tena habari hizo ulizipewa kabisa na Mungu. Kandi yabikoze. Na tena Mungu aliyafanya hiyo. Kugira ngo nugereranye ibyawe n'ibyo ubonesha amaso. Ili siwezi kufananisha mambo yako na yale yenye kunaona kwa macho yako. Ndashaka ngubwire ko Imana iri kigutegurira ari amakuru yavuganye nawe. Nataka nikwambia kwamba Mungu iko anatayarisha zile habari ambazo alizungumza nao. Imana iravugana natwe mu ndoto. Mungu anazungumza nasi katika ndoto. Imana iravugana natwe mu ijambo. Mungu anazungumza nasi katika neno. Imana iravugana natwe mu mutima. Mungu anazungumza nasi katika mioyo. Mungu ndiye dukomera amashi menshi cyane Imana yawe. Nikabati piga makofi mengi sana Mungu. Imana ihambaye. Ni Mungu mkuu. Biragoye. Ni vigumu naho ndo ndavuga uko hata kama niko nasema utari umuhizi kama wewe sio shujaa gutekana uweza kutulia uri kuraca mu bihundi uri kuracamo na ukiwa kunapita katika kipindi kama hicho ambacho kunapitia hapo nagira ngushingira intahe ila nataka kabisa nikushuhudie misi heza inyuma gatoyi kwa siku kipindi kilichopita hapa nyuma kidogo je harabaye hose nkavuga ngo reka nsenge nzorabe mimi kuna kipindi nilikuwa nasema acha niombe na nione kweli ukwizera kwari guke imani yangu ilikuwa ni chache sana kwa chini ariko kubaha kwari guhari lakini kuheshimu kulikuwepo ngavuga ni reka nsenge nilikuwa nasema acha niombe zendabe alafu nikuje nione Mungunde dukobe na mashibe mnikubali pige makofi Petero byaramubayeho Petero mambo kama yale mtokea yagiye kuroba aburifi Imana yamuhamagaye alienda kuvua samaki akakosa samaki wakati Mungu amemuita Yesu amusangayo alafu Yesu akamkuta arambwira ati ntushobora kuronka amafi akamwambia uweze kupata samaki kubera igihe cyawe cyo kuroba cyaraheze sababu wakati wako wa kuvua samaki Imana yamaze kugushiraho ubugombe bwawe bwo kuzoroba abantu Mungu amekwisha kuweka mapenzi yake ya kwamba utavua watu wewe nduri kimwe na Paulo azoshona mahema wewe sio
wewe uri kimwe na Paulo uzoshona mahema. Wewe sio kama Paulo ambaye atakuwa anatengeneza mahema. Tihaguruka sobwo nyabuneka subirayo. Akamwambia wewe inuka kwanza urudie huko. Nibaza ko Petero yasubiyeyo. Mimi nadhani kwamba Petro alirudia. Niho Yesu yababwiraga rya majambo. Hapo ndipo Yesu Kristo aliwaambia hayo maneno. Mureke kwiganyira. Acheni kusumbukia. Nimurabire kubiguruka. Tizameni mfano kwa ndege. Rabira mashurwe yo ku misozi. Tizame kwa maua ya huko. Ikintu cyose Imana ibazara gikoreye akazi kare nubwo kitaba ubuntu atababibamo. Kila kitu Mungu anakuwa amekishughulikia mapema hata kama mtu anakuwa bado hajawishi. None mwebwe mwakuzwa n'Imana mugatoranywa n'Imana ni mwebwe muzovira mwaho. Sasa nyie ambaye mmependwa na Mungu mkateuliwa na Mungu, nyie ndio mtakuja kuondokea hapa mkufe kabisa mwende bure. Ndatahora ko bitoroshe uri kuracha mu bibabaje cyane enketide ntiyobura. Naelewa ya kwamba kama unapita katika kipindi kigumu sana huwezi kukosa mashaka. Kugira ni ihere ile mashaka iweze kuondoka. Uri umuhizi cyangwa umuhizikazi. Unakuwa wewe uko shujaa. Wewe utahora kejo hawari heza n'uri kuracha mu bikomeye. Kuelewa ya kwamba ujio wako ni mzuri hata kama kunapita katika mambo mazito. Ndasubiramo gatoya. Narudia mara tena kidogo. Kugira ntukekeranye uri kuracha mu yabira. Ili usije ukawa na mashaka wakati unapita katika kama jimoto. Umuhizi cyangwa umuhizikazi. Unatakiwa kuwa uko shujaa. Utahura ko ejo hawari heza nkuko Imana yabikubwiye. Ambaye unaelewa kama ujio wako ni mzuri kama jinsi Mungu alivyokuambia. Kubera Imana yawe uyizeye. Sababu Mungu wako kabisa unamwamini unamtegemea. Hari mpemu yera acha kuzako. Kuna Roho Mtakatifu ambaye anafikana kujia. Akaguha mahoro kandi atakintu utarishurwa. Anakukabidhi amani na wakati hujajibia chochote. Ukabaho neza, ukabaho ufungura mateke, ukabaho unezerewe. Unaishi kila maore lakini ukiwa na furaha. Unaishi kila lakini ukiwa na furaha. Twebwe twarabibayeho no madame wanje cyo gihe. Mimi niliishi na mke wangu kwa kipindi kile. Wewe yari yuzuye amahoro nije ndani mfise enketide. Yeye alikuwa amejaa amani tele, mimi ndio nilikuwa na mashaka. Agerageza kubinteramo kugira ngo enketide imperemo. Akajaribu kabisa kubinielewesha ili na mimi mashaka niondokee. Aranyumvisha. Akanielewesha. Anyumvisha kivyo twarondeye acabishira mu mubiri abikura mu mhemu. Kuko yabanje kubishira mu mhema asanga si impari asanga ivyo bintu ahubwo biramena umutwe gusumba. Akabitoa yale mambo akayatoa katika hali ya kiroho akayaweka katika kimwili katika hali ya kimwili. Yabanje kunyereka kimani tubona kandi dukunda. Yanza kunionyesha kama Mungu anatuona tena kama Mungu anatupenda. Kandi tubabaye. Na tena huyo Mungu kama anatujali. Mugabe kibazo nari fise na shoke nari fise ntago ivyo byari bikwiye ngo mvyumve. Lakini kudokana na tatizo na maumivu ambayo niko nayo hayo alikuwa yatoshi ili niweze kumuelewa. Atabijana mu mubiri. Akafika nilipeleka katika hali ya kimwili. Umugabo afise ubwenge. Anyumvisa ko ndumugabo afise ubwenge. Akanielewesha kwamba mimi ni bwana ambaye niko na akili. Ambira kandi ko ubwenge n'ubushobozi nari mfise bwo kubirondera taho vyagiye nzosubira nkabironka igikomeye nuko atampevye atutatandukanye. Akanionyesha ya kwamba akili na nguvu za kutafuta ile mali hazikwenda fasi na ningali nazo, na tena kingine akasema kwamba kitu kikubwa ni kwamba hajaniacha bado tungali pamoja. Ivyo rero bica bimpa ingomezi. Sasa mambo hayo kanifika na nitia moyo na nguvu. Kubera iki? Kwa sababu gani? Nari nsimaze kwiyumvira ko ejo hazoza nzobishobozwa. Nilikuwa nimeshakufikiria ya kwamba katika ujio wangu mambo yote yatakuwa sawa. Nari maze kutahura ko ejo ari heza. Nilikuwa nimekwisha kuelewa ya kwamba ujio wangu utakuwa mzuri. Suko nariko ndaca mu bikomeye. Sio kwamba sikuwa napita katika kipindi kigumu. Gusa naratahujwe yuko ejo ari heza. Ila nilieleweshwa ya kwamba kesho ni pazuri. Mungu ndiye dukomera amashibe cyane. Mnikobati pia makofi mengi sana Mungu. Iyo mvuga ubutumwa. Wakati nahubiria nibuka kutuntu twabayeho. Nakumbuka kwa mambo ambayo yalitokea. Nkorera ku burorero ureyere nabonye n'amaso yanjye. Nagusia mifano ambayo mimi nilipitia. Namye nibuka. Nilikuwa nikikumbuka igihe isoko risha. Wakati soko inaungua. Haraba mama ngaho. Palikuwa na mama hapa. Hakaba natwe bw'abagabo ngaho. Palikuwa na mabwana hapa. Tutangura kurira twese. Tukaanza kulia sote. Abagabo ntibarira ngo basohore ijwi. Mabwana wakuwa nalia wanakutoa sauti. Babona imitsi yaranze gusa hose haranze. Abandi bakeyi amarira arikaraza ariko abamama bari bariko barari. Mabwana ulikuwa unaona mishipa kabisa hapa imevimba, wachache ndio ulikuwa unaona machozi yanatiririka. Lakini wana mama kwa kiombolezo. Hari abagabo bakenyi nabo natwe twaciye turira mugabo tudasohora ijwi cyane. Turarira naje nari mu bariko bararira. Nari muri abo bagabo bakenyi bariko bararira. Mugabo hari abandi bari bameze nk'ibiti. Imitsi iri mu guturika ngaha bababaye bameze nabi cyane kandi abo baraba boss bacana.
Palikuwa mabwana wachache ambao walikuwa nalia wakitoa sauti polepole. Na mimi nilikuwemo miongoni mwa hao wenye walikuwa nalia, lakini palikuwa wengine walikuwa wamesimama kama miti, mishipa imevimba ikakosea kupasuka. Harumu boss niwe yatanga marikere mu mabwate yose kuko yagurisha amahera make. Yaravuye Dubai, yari yazanye amakontineri n'amakontineri, kandi umunsi irisha n'umunsi mu gisamedi twese twari twashize marchandise mu isoko. Kuna tajiri mmoja ambaye alikuwa ni msambazaji wa rikeli katika mji huyu. Huyo alikuwa ametoka Dubai kurangua, na hiyo Jumamosi ni kwa wakati soko inaungua, tulikuwa tumelala tumeingiza mizigo katika viwanda vyetu sote. Sasa tutangura kulira rero. Sasa tukaanza kulia. Abagoro razuko barira. Unajua kama wana mama baguma baboroga nga mahera yabanje. Walikuwa wakiomboleza, pesa za benki. Abagabo nabo bakarira. Bwana walikuwa nalia polepole. Abandi bakeba kaboro. Wengine wako wanaomboleza. Abandi nabo babaye nk'ibiti. Wengine wamegeuka kama vile miti. Leo generally bubariko bararira. Sasa mimi nilikuwa miongoni mwa wale wenye kunalia. Itandukaniro ry'umuntu yamenye Imana n'utamenye Imana. Tofauti ya mtu ambaye amemjua Mungu na mwenye hajamjua Mungu. Jewe nari mu bantu bapinga ko Imana itavuga. Mimi nilikuwa miongoni mwa watu wenye wanapingaka kwamba Mungu asemaje. Imana iraza mu gutwi kwanje. Mungu akaja katika masikio yangu. Nawe. Akasema, Mungu akasema, na wewe urikurarira mu bandi. Ukunalia pamoja na wengine. Ni wibuka igihe wagarukaga n'umugore mutagirana n'ishuka. Ukumbuke kipindi urudi na mke wako bila kuwa na hata na shuka. Usubira kuronka ya mahera. Uliona kitu nirudi kupata hizi pesa. Wewe warukuye kuba mu barira cyangwa warukuye kuba mu bahoza abantu? Wewe ulikuwa unatakiwa kuwa miongoni mwa wale wenye wanalia au ulikuwa unatakiwa kuwa miongoni mwa wale wenye wanafariji wengine? Jemba ndasohotse mu bari. Mimi nikawa nimejitoa mwa wale wenye kunalia. Ndabavako. Nikawaacha nikawatoka. Nikaenda pembeni. Abandi babandanya barira. Wengine wakaendelea kulia. Nchangira amahoro menshi mu mutima. Nikafika napata na amani mengi moyoni. Kubera kinagiza amahoro mu mutima. Kwa sababu gani nipata amani mengi katika moyo wangu? Na wakati sijapata chochote. Nikubera Imana. Ni kwa sababu Mungu. Hari cyarivuganye nanje. Kuna chenye kumezungumza nami. Ambacho kinanipatia matumaini ya kwamba kesho ni pazuri. Imenikumbusha kuronka. Amenikumbusha kitu nirudi kupata. Amenikumbusha kwamba kuna nguvu zangu ambazo zilitumika. Amenikumbusha kwamba kuna akili zangu ambazo zilikuwepo. Amenikumbusha kwamba siko peke yangu katika hiyo hasara. Imenikumbusha kwamba Mungu yupo. Imenikumbusha kwamba kesho yangu ni nzuri. Uiwaza ko jana suye kwibuka ibyo nahomvye. Unadhani kama nirudi kukumbuka hasara yenyewe imenipata? Naratekanye. Nini kabisa, nilitulia, nilifarijika. Maana alimaze kumbwira ngo ndiho ndabikora. Mungu alikuwa ameshaniambia eti niko nayafanya, niko nashughulika. Ndiho ndabikora. Mimi niko nashughulika nayo. Tekana. Wewe tulia, farijika. Ugabonye mamilioni twahomvye. Urabye mamilioni twahomvye. Ukitazama milioni ambazo tulikuwa tumepoteza. Ukaraba amarira twari dufise mu mutima. Na kutizama machozi ambayo tulikuwa nayo katika mioyo yetu. Aho nahaboneye itandukaniro ry'umuntu asenga mu buryo bw'imhemu n'utazima. Hapo niliona utofauti wa mtu mwenye anaomba kwa hali ya kiroho na ule ambaye hajamjua Mungu. Niko natekana. Hapo mimi niko natulia. Na mahoro ya mhemu yera. Nimeshafarijika, nimeshapata amani ya Roho Mtakatifu. Babo bari kongeza umurego barira. Wao wako naongezea speed ya machozi. Mimi niko napona. Uraba bagabo batarira. Katika mabwana hao ambao wali. Palikuwa mmoja ambaye alikuwa ni tajiri sana. Kumugoroba hageze yamaze gusara. Jioni nilikuja kufika amekwisha kuwa kichaa. Yaciye buri busi azinduka kajaja ku kibanza ciwe atavuga atamunavugisha ameze ngo. Alikuwa anaamka kila asubuhi anaenda kwenye kiwanja chake anasimama tu bila kusema, anasimama tu. Umubabaro yagize kibibono wagiye wiyongera. Huzuni ambaye ilimpata wakati angana na viona iliendelea kuongezeka. Acarasara akafika anageuka kichaa. Acatangura kuzarambara amasengera kaza gahagara ku kibanza. Akaanza kuwa anavaa sengera na kuja anasimama kwenye kiwanja chake. Akamugarura kanka akavayo ya masaha nyine tuviramo ku isoko. Watoto wanamchukua wanamrudisha, anakataa, anatokea ile saa tunatokea sokoni. Akazinduka ya masaha sangwa zinduka kufungura kibanza. Asubuhi anaamka ile saa yenyewe anaamkia kuja kufungua kiwanja chake. Agataha mpaka anarudia jioni. Nyuma hajagenze gute. Alafu baada hapo balikuwa vimekuaje? Nyuma yagize AVC. Nyuma ya hapa alipatwa na AVC. Araba nabi cyane. Akakuwa vibaya sana. Nyuma aritabima. Alafu baada hapo akakufa. Alifariki. Nabikize. Kwa sababu gani mimi narabikize ahubwo subira kuronga ibindi? Kwa sababu gani mimi nilipona na nikarudi kupata nyingine mali? Imani irakomeye. Mungu ni mkuu. Sisi kono gushingira inasi. Sijui kama naweza nikakushuhudia kidogo. Nyuma yaho, baada ya hapo naje kuronka, nilikuja kupata umuntu ngorana nawe. Mtu ambaye natumika naye. Tushadufungura societe. Tukafungua kampuni yitwa Strategic Age. Ambayo inaitwa Strategic Age.
iyo societe hiyo kampuni ironka kontra muri Sogea ikapata mkataba katika Sogea. Nta muntu numwe yatwaraga ikamyo muri Sogea atazanye ikamyo wacu. Hakuna mtu mwenye yuko anaingiza lori yake katika Sogea Satom kama hajapita kwetu kwenye kampuni yetu. Icyo gihe madame hari ya Mukamutangana yari mu Kirundo nanje nari Karuzi. Ibarabara rya Karuzi na Canguzo ni warishiramo ikamyo utaciye ku societe yacu. Wakati ule mama Mia madame Angelique alikuwa huko Kirundo na mimi nilikuwa niko huko. Muga twarahurirayo ndiko ndishyuza. Lakini kwa tunakutania huko nilikuwa niko na dai pesa. Isubira imfungurira indi societe akarudi tena akanifungulia nyingine kampuni. Iyo societe niyo yacuruzaga amayinite nije natanguye gusohora abantu bankorana na Econet. Iyo kampuni aba bantu mubona bambara ibintu bambora bambara ibintu bya Econet basohoka bacuruza amayinite nije nabitanguje mbikoresha n'ama conference kugira ngo babimenye. Iyo kampuni ndio ilikuwa inasambaza voucher. Hizi voucher za kuita nilikuwa natumika na Econet. Hao wenyewe mlikuwa unaona wanavaa wakisambaza inite walianzilishwa na mimi ndio niko nafanya hata conference. Strategic Edge alifise biro kwitanganyika hafi ya Port. Strategic Edge ilikuwa na ofisi uko Tanganyika karibu na Port. Jamaa inite navyo alifise ngaha muri Ideal bari batarahubaka kwa dufise biro nini. Choge nakorana na Viora navyibuka. Mambo ya voucher nayo alikuwa anatumika pale mu Ideal. Abakozi b'abanyamahanga. Palikuwa bado bajajengwa nilikuwa natumika na madam mama Shushu. Baba professor ba management. Palikuwa bari muri iyo society. Walikuwa wafanya kazi wa kutoka nje. Imani togushitsa. Hakuna mahali ambapo Mungu hawezi kufikisha. Hakuna mahali ambapo Mungu hawezi kuokoa. Hicho ndio kinakuja kuambia tu. Tuvuye mu bibazo bikomeye. Tuvuye mu bibazo bikomeye. Tunatoka katika matatizo makali. Mungu anaposema eti burya amagara nta ruti impuzu pale mwili afya si zaidi ya mavazi. Imana mbere yo kuguha ibintu ibanza gukiza wewe. Mungu kabla kupatia mali kwanza anaanza kuponya wewe. Yaranyumvishije ndasohoka mu mubabaro ntabura kugira amahoro ntarifise. Alinielewesha nikaanza kutoka katika huzuni nikapata na amani ambayo nilikuwa nayo. Je kukubarira ngo nakuja kuambia kwamba va mu mubabaro kuko igikorwa cyawe ivyo wabwiye Imana irikira bitunganye. Toka katika yale mambo ambayo upo toka katika huzuni sababu mambo yako Mungu iko anarekebisha. Toka katika hali ya kujitupa. Bamukwirwanirira. Toka katika hali ya kujipigania. Imana irabikora pole pole. Mungu anayashughulikia pole pole. Mungu anayashughulikia kwa ushobora kubimenya. Kwa ukimya wewe unajua. Siku moja utajikuta mambo yote yamekuwa sawa. Upako wa Bwana uwe juu yenu.